Naam, shangazi zako, ndugu wa mama yako wote hawakurithi. Kasoro mama yake mama yako na mama yake mama yake mama yako na mama yake mama yake mama yako mpaka hawa. Madama mwanamke wanakurithi. Lakini upande wa baba yako, ndugu wa kike baba yako hawakurithi, wa kike wa baba yako hawakurithi, ambao ni shangazi zako hawatokurithi, na ndugu wa kiume baba yako watakurithi. Hivyo hivyo ndugu wa babu yako watakurithi, baba zako wadogo na baba zako wakubwa, au babu zako wadogo na babu zako, au babu wa wadogo zako, wote hao wanakurithi. Sawa? Hii ndio masuala ya mirathi. Upande wa kaka ni wakaka wa kiume tu wanaokurithi tumesema. Ama upande wa kike pia, yani kwa kifupi, kaka zako na dada zako wote wanakurithi. Wote. Na ndugu wamegawanyika katika sehemu, ima ndugu baba na mama, au ndugu wa baba tu, au ndugu wa mama tu. Na hii tulizungumzia darasa iliyopita. Ndugu wa baba na mama wanafungu lao tumezitaja, na tutaingia baada kumaliza hii mukaddima tutaanza kutaja moja baada nyingine. Warithi wote tutawataja, anachukua fungu gani katika hali hii, katika hali hii. Tukishamaliza kwenye mlango wa mafungu, tutaingia katika mlango wa kupigana mitama. Nani anamzuia huyu, nani anamzuia huyu. Tukimaliza hapo tutakuwa tushamaliza mlango wa mirathi kwa ajili ya amma. Lakini hawa wanafunzi wa kisheria wana matatizo yao yanakuja tena baadaye. Kuna kitu kinaitwa rad, kuna kitu kinaitwa munasakhat, al-inkisar, zote zinaingia huko. Al-aur, matatizo. Mtu ana mimba, mwanamke ana mimba, mumewe kafariki, na huyu ana watoto 5 na mwingine kwenye mimba, hajulikani sasa wa kiume au wa kike. Tunafanyaje? Inatengenezwa jedwali. Ikiwa kitoka wa kiume atachukua hivi, ikiwa kitoka wa kike atachukua hivi, ikiwa kitoka mapacha wa kiume na kike atachukua hivi. Ni mlango mzito ambao unawahusu hawa. Amefariki lakini ndugu yake ni khuntha, ana tupu zote mbili, ya kiume na ya kike. Tumpe fungu la nusu kama wanawake, kama mwanamke, au tumpe fungu la 2/3 kama wanawake, au tumpe fungu la wanaume mwenye kukomba. Na jamaa na mashine zote mbili, ya kiume na ya kike. Tunafanyaje? Hii masuala nyingine kabisa. Sawa shekhe? Au watu wamepata ajali, wamefariki 10 na wote ndugu, hatujui nani kaanza nani kaisha. Ile masuala ya mwanzo tumesema tulipomtoa mtoto baada ya sekunde 2 babake kufariki naye akafa. Lakini hapa wote kwa pamoja wamefariki, hatujui nani kaanza nani kachelewa. Nayo na masuala yake, na hii sasa tuzungumzie hapa, tutazungumzia hawa. Sawa jamani? Na ndio maana sisi tumeruhusu hapa kuja na calculator kwenye upande wa kugawanya. Tayeb, sababu ya mirathi ya kwanza, udugu wa damu, kisha ukaribu wa ndoa ambaye ni mke na mume, na uzuri. Wanawake wote 4 watachukua fungu moja, wanagawana. Marehemu amefariki, hajaacha watoto, kaacha mke na baba, tena kaacha wake wawili. Wake wawili watagawana robo ya mali, wote wawili wagawana robo ya mali, na baba atachukua kilicho baki chote. Sawa? Lakini wake watatu jamaa ameacha, na ameacha na watoto, kwa sababu mke kama kuna watoto atachukua moja chini ya 8 ambayo inaitwa thumun. Na kama wako wengi 7, hakuna ndoa 7, ni 4 tu. Kama wako 4 utagawana wote lile fungu. Hii ndio liko hivyo ndoa. Na hawa tumesema hakuna anayewazuia. Allahumma fungu lao litapungua. Kwa sababu gani? Uwepo wa watoto, au kama hakuna watoto. Ya mwisho, na hii ni sema ambayo inawachanganya watu wengi sana, ni alwala. Hii alwala tuseme wala, tuandika wala sababu kwa Kiswahili sijui maana yake. Hii alwala asili yake ni maneno ya mtume ambayo yametoka. Mtume akasema alwala'u luhmatun ka luhmatin nasab. Mtu ana mtumwa wake, akamwacha huru mtumwa wake. Kumwacha huru mtumwa wako anabeba jina la kwako. Mfano,
unaitwa fulani Mziwanda, Muhammad Mziwanda. Muhammad Mziwanda ana mtumwa, akaja akamwacha huru huyu mtumwa ambaye anaitwa Abdullah. Huyu mtumwa ambaye anaitwa Abdullah ataitwa Abdullah Mziwanda, atabeba jina la ukoo la bosi wake wa zamani. Kwa sababu Uislamu umekuja ukakuta utumwa upo, na Uislamu umepambana kuondoa utumwa. Ndio maana kafara yoyote zote angalia kuna mtumwa kuacha huru, mtumwa. Na pia Uislamu umeshajiisha kuacha huru, kwa sababu yote anayeacha huru atakuja kumrithi. Nani ambaye amemfanyia mwenzie fadla na ihsan? Bosi aliyemwacha huru mtumwa wake amemfanyia ihsan. Madama atamfanyia fadla na ihsan, bosi atamrithi nani? Mtumwa wake. Na huyu yeye kafariki, mfano mtumwa wa zamani. Na wanazuoni wengi unawajua wewe, matabi'in na tabi'in, walikuwa ni watumwa wakaachwa huru. Na hii inaonyesha kwamba Uislamu haijaja kuwapa fadhila watu aina fulani. Uislamu ni wa kila mtu. Hakuna la farq baina ajamiyin wala arabiyin illa bittaqwa. Hakuna tofauti baina Mwarabu na asiyekuwa Mwarabu isipokuwa kwa imani. Walioinusuru Uislamu wengi, asilimia nyingi si Waarabu. Na hii ni hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? طيب, ya kwanza udugu wa damu, kisha ndoa, kisha wala. Wala tumeieleza nini? Masala ya kuacha talaka mke. Tumesema sababu ya mtu kumrithi mwingine inaingia ndoa. Haya, tuseme huyu amemwacha mkewe. Na kwenye talaka kuna aina talaka mbili. Kuna talaq ba'in na talaq ghair ba'in. Talaka ya moja kwa moja imeshakwisha. Yeyote atakayempa mke wake talaka akawa katika eda, hii talaka inaitwa talaka ya rejea. Manake yumo pale, haruhusiwi kumuondoa nyumbani kwake. Mkeo ambaye umemwacha talaka ya kwanza na yupo katika eda hedhi 3, sawa, huruhusiwi kumuondoa nyumbani kwako, unamlisha. Na sheria inaangalia njia mbili ya wewe kumrudisha. Ikiwa ukaona kapita mbele yako ukafanya naye ibada, hiyo imesharudi, hiyo inahesabika talaka imekwisha. Na ndio maana Uislamu, hikma, sheria haijamuondoa nyumbani kwako, sababu Uislamu haupendi talaka. Talaka si kitu kizuri, ni haki yako, lakini si kitu kizuri. Usipodhurika wewe, watadhurika watoto wako. Sasa hii talaka rejea, wanazuoni wanasema huyu ni kana kwamba ni mkeo, hakuna tofauti na mkeo. Ukifariki na mkeo yupo kwenye talaka rejea, haujamrukia wala kumwambia nimekurudia, atakurithi, kwa sababu bado ipo katika mkono wako. Lakini talaka ambayo sio rejea, kapigwa tuseme talaka 3, zote zimeisha, sheria imeharamisha huyu kumwoa tena mara ya pili, isipokuwa aolewe na mtu mwingine. Akishaolewa akaachika tena, sio wewe mtume, wewe si mtume, mtu kamuoe. Na wangapi wamemtuma mtu akamuoe ili mkewe amrudie baada ya talaka 3? Jamaa yule akanogewa, akasema usimrudishi bwana. Naam, na imekuja hadithi kwamba huyu ni tais musta'ar, ni mbuzi ambaye amekodishwa na ni haram katika Uislamu. Lakini kashapewa talaka 3, Sheikh umempa talaka 3, na baada ya kumpa talaka 3, manake yeye atakaa eda kama eda, ili angalia katika uzazi wake, rahim yake, kama kuna mtoto au hakuna mtoto. Lakini kwako wewe uruhusiwi kumuona, ule mchezo wa mwanzo kupita hakuna, anarudi kwao, sababu talaka 3 zisha kuisha, hayuko katika mkono wako. Huyu hakurithi hata kama ipo kwenye eda, kwa sababu huyu hawezi kurudi tena kwako. Lakini kuna masala hapa wanazuoni mitaji. Jamaa ameona huyu mkewe huyu anapenda sana hela, na yeye ipo katika maradhi, akahofia huyu asije akawasumbua wanae, akampa talaka. Amempa talaka katika marad al-maut au marad al-makhuf, katika maradhi ambayo yeye anajua bisa hapa, hii maradhi hii mistoki. Kwa hiyo nia yake kwa dhahir ni huyu alitaka kumfanya nini? Kumharamishia mirathi. Sheria inasema madama yeye kampa talaka, hata ziwe 3, madama kampa talaka,
yeye yupo katika maradhi ya umauti na imeonekana dhahiri kwamba anataka kumharamishia mirathi, atapewa. Wanazuoni wengine kama Hanabila wamesema isipokuwa kwa sharti mbili. Sharti ya kwanza asiwe ameolewa na mwanamume mwingine, sharti ya pili asiwe ameritadi, kwa sababu hairuhusiwi ambaye sio Muislamu kurithi. Na hii masala ina maswali mengi sana. Baada hii tutataja hii sababu, baada sababu utaingia vizuizi vya mirathi. Sasa katika hali hii, madama nia yake ilikuwa kumharamishia, sheria inafanya sasa aks, inamrudishia. Kwa sababu gani? Ulitaka kumharamishia. Lakini Shafi'ia wanaona, Allahu a'lam kama sijakosea, huyu harithi moja kwa moja. Umempa talaka kwenye maradhi ya kifo, ujampa talaka kwenye maradhi ya kifo, hatakurithi kwa sababu hii sababu ya ndoa imeshakatika. Hii ni kwa ufupi masaili ya asbab. Shakikwazi? طيب, tuingie fungu la mwisho kabisa katika mukaddima, ambayo ni fungu la vizuizi vya mirathi. Vizuizi navyo viko vingi, na hata kwenye sababu nilisema ziko nyingi, lakini waliokubaliana ni 3. Mfano sababu ambayo sikuitaja, Shafi'ia, sisi madhhabi yetu ni Shafi'i, wanaona ya kwamba baitul mali ni moja ya njia au stahiki ya mirathi, kama kuna baitul mal ya Uislamu. Lakini Shafi'i wanasema bi shart an yakuna muntadhiman, iko sawa sawa, watu wanaisimamia vizuri, sio watu wanapiga, kweli inahudumia Waislamu, imenyoka. Mtu amefariki, hana ndugu, hana mke, hana mtumwa alimwacha huru, hajaachwa huru au chochote ambayo inataalaka na masala ya wala. Ya 4 huyu ya mwisho itarudishwa kwenye ni baitul mal. Lakini hii si katika asbab ambazo ni muttafaq, ndio maana hatujazitaja kwenye zile 3. Sasa hivi tuingie katika masala ya vizuizi. Kizuizi cha mwanzo ni utumwa. Riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa ash-shakku kalyaqini. Hii manzuma ambayo imeitunga inaitwa manzuma ar-Rahabia. Ya kwanza, utumwa. Kwa nini mtumwa harithi? Hata kama ni ndugu yako au baba yako, madama ni mtumwa hakurithi. Kwa sababu mtumwa asili yake ni kama sila, ni kama mali. Anacho kimiliki mtumwa, chote kinarudi kwa nani? Bosi wake. Ndio maana mtumwa hatochukua kitu, kwa sababu ni kazi ya bure tu. Utawanyima wale ambao wako uhuru, hali ya kuwa ile mali inaenda kwa mtu mwingine ambaye hana nasaba na nyinyi, ambaye ni bosi wa huyo mtumwa. Ndio maana sheria haikumpatia mtumwa mirathi. Na alhamdulillah sasa hivi hakuna jambo la utumwa, limeshakwisha. Na hii mlango hatutobaki sana, lakini twende mlango wa pili. Vizuizi vya mirathi ya pili ni riqun wa qatlun. Kizuizi cha pili ni nini? Kuua. Mtoto kaona baba yake amefika mpaka miaka 90 na ana mali nyingi sana, na kila siku anaoa anapata watoto. Nasema mzee anatuongezea warithi, akaamua kwenda kumharakishia mauti, akamuua. Sheria ya Kiislamu na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hatorithi muuaji. Na hii ndio imekuja hapa masala ya kuua. Kwa sababu gani? Imekuja kaida kwenye sheria ya Kiislamu inasema man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Yoyote atakayeharakisha jambo na muda wake haujafika ataadhibiwa kwa kuenda kinyume. Yule ambaye amemharamishia mkewe akataka kumharamishia mirathi kabla muda wake hujafika, anafanywa nini? Kinyume. Na hapa hivyo hivyo amemuua, hatorithi kwa sababu yeye ni muuaji. Kizuizi cha tatu ni ikhtilafu dini, kutofautiana katika dini. Utofauti wa asili ya jambo la mirathi ni jambo linaloitwa alwala, kuwa pamoja, ushikamano, kusimama pamoja. Uislamu siku zote, angalia dalili yoyote ya Kiislamu, nas yoyote ya Kiislamu, siku zote huangalia katika maqasid 5, makusudio 5. Moja katika makusudio ya Uislamu ni
kukusanyika kwa pamoja, kuwa ni kitu kimoja, kuzuia malumbano, matatizo na jambo lolote ambayo litasababisha utofauti na furqa baina yenu. Hii ni Uislamu. Kwa hii jambo la mirathi lote limekuja kwa ajili ya kutuweka sisi pamoja, wewe na ndugu zako, na ambao ni aula wewe kuwa nao karibu na kuwa pamoja ni ndugu zako wa damu, kisha ndugu zako katika dini. Lakini ndugu yako wa damu si ndugu yao katika dini, huyu hana aula kwako kama alivyokuwa yule ambaye si wa damu lakini wa dini. Udugu wa dini ni kwanza, kisha udugu wa damu. Lakini jambo moja tunatakiwa sisi tuzingatie, kuna kitu inaitwa masalih, maslahi. Sisi Waislamu ni kioo cha jamii, tunawavuta, tunatakiwa tuwaite watu, tuwalinganie kwa tabia zetu njema. Na hapa utofauti wa dini asili yake ni aya kwenye suratu Nisa, wala yaj'alallahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Muislamu ni wali wa Muislamu mwenzie, ni ndugu wa Muislamu mwenzie. Kwa hiyo utofauti wa dini hapo haingii. Maadamu una ndugu yako hata kama ni wa damu, hatokurithi, kwa sababu udugu wa dini bado haujasimama. Na imekuja masala hapa baina wanazuoni. Je, wale ambao tuseme wako katika dola ya Kiislamu, dola ya Kiislamu sasa hivi imechafuliwa jina, si maana yake kwamba ni kuwana na kunini. Uislamu ni nidhamu, taratibu. Mtume anasema atakayemuua yule ambaye muahad baina yetu na yeye ahadi, si Muislamu, harufu sio kuingia peponi, harufu ya pepo haisikii. Leo watu wanaua, wanafanya kumwaga kwa damu Sheikh bila hatia yoyote. Tofauti na Uislamu, yote ni mila moja. Yaani mila duniani zimbili, Uislamu na wasiokuwa Uislamu. Wengine akasema hapana, ni vigawanyo vitatu: Waislamu, watu wa kitabu, Mayahudi na Nasara, na ambao si watu wa kitabu. Watu wa kitabu wenyewe kwa wenyewe watarithiana. Watu ambao sio watu wa kitabu, washirikina tuseme, wanaoabudu moto, wanaoabudu ng'ombe, wanaoabudu, hawa hawatawarithi watu wa kitabu. Lakini masala yote hii ni masala ya upana. Al-aqrab, Muislamu hatorithiwa na asiyekuwa Muislamu, na wala asiyekuwa Muislamu hawezi kumrithi Muislamu. Hii ni vizuizi, utumwa, kuua, utofauti wa dini. Kizuizi maana yake uwepo wake unazuia kitu kisipatikane. Mfano, mwanamke ana hedhi na nifasi, maadama uwepo wa hedhi na nifasi imemzuia yeye asiswali wala si, kwa hiyo imekuwa kizuizi ya kufanya ibada. Sawa ndugu zangu, hii ni maana kizuizi. Hivyo hivyo asiyekuwa na tahara, hivyo hivyo. Na hapa hivyo hivyo, aliyeua hatorithi, ni kizuizi ya yeye kurithi. Baada ya hapa tumemaliza mukaddima, utangulizi wa ilmu ya mirathi yote, ukikusanya darasa ya mwanzo na darasa ya pili. Hapa imekwisha. Itabaki masala ya kuingia sasa katika mlango wa mirathi. Na katika vigawanyo vya mirathi vimegawanyika katika sehemu mbili: ima wenye kuchukua fungu au wenye kufanya nini, kukomba mali yote. Mali ile yenye kurithiwa katika sampuli mbili. Lakini imekuja Hanabila. Kwa sababu gani nimesema hata kwenye vizuizi? Hii ni sehemu ambayo ina maswali mengi, kwa sababu sisi Tanzania hali yetu tunaishi na wasiokuwa Waislamu katika ahadi ya kuwa pamoja na kuwafanyia maarufu hawa ndugu zetu. Mazingira yetu si kama mazingira ya watu wengine. Ndio maana Uislamu ikawa ni shamili, ikawa ni salih kila zama na sehemu. Kila zama na sehemu Uislamu unafanya kazi. Hata katika zama yetu hii Uislamu unafanya kazi. Maadamu mmeingia ahadi, wao hawajakudhuru, hawajachupa mipaka, ni haramu wewe kuwadhuru. Na nilisema hapa, Mtume anasema atakayemuua muahad hatonusa harufu ya pepo. Lakini wengine wanafanya Uislamu kana kwamba ina shauku ya kumwaga damu. Uislamu hauko hivyo. Ni dini ya amani. Hanabila wanasema fulani amefariki, ndugu yake yule ambaye si Muislamu
akaja akasilimu baada ya kuona Waislamu wamesimama na ndugu yake, wakambeba, wakamuosha, wakamzika, wamejazana wengi, akavutiwa na Uislamu. Kavutiwa na Uislamu na ndugu yake alifariki ni Muislamu, yeye si Muislamu, akaamua kusilimu, lakini mali haijagawanywa bado. Vipi huyu Muislamu mpya tunamuingiza tumuingizi? Hanabila wanasema ataingizwa ili kumvuta katika Uislamu, japokuwa ndugu yake wakati anafariki hakuwa Muislamu. Na sisi tunasema hapa kizuizi nini? Ikhtilafu dini. Tunasema ataingia Hanabila kwa ajili ya maslaha ya kumvuta katika dini. Anamrithi. Naam, tuseme naam Sheikh, tuseme mke Muhammad na mke wake amefariki na mke wake ameacha watoto wawili na baba. Muhammad atachukua fungu lake la robo kwa sababu uwepo wa nani? Watoto. Kinachoathiri tumesema wanandoa, hakuna anayewazuia wanandoa isipokuwa wanapunguziwa katika fungu. Mke anachukua fungu mbili, ima achukue moja chini ya 4 robo, au achukue moja chini ya 8. Atachukua moja chini ya 8 ambayo ni ndogo, wakiwepo watoto au wajukuu ambao wenye kurithi, watamzuia huyu mke kuchukua robo, atachukua. Lakini hakuna wajukuu, hakuna, ndio kwanza kaolewa juzi tu, wameoana, ndio imefungwa hapa Masjid Nurul Hikma, wanatoka na gari kwenda nyumbani kwao Mbagala, gari imepinduka, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, mume kafariki, mke katoka mzima, vile lake limemsaidia, hajapatwa na kipigo. Sawa, tutasema huyu hana watoto kwa sababu ndio kwanza kaoa hapa mke wake huyu, japokuwa hajamuingilia wala hajamgusa, lakini madama ndoa ile qabiltu zawajaha wa nikaha imepita, anachukua moja chini ya 4 kwa sababu hana watoto. Tugeuze sasa, tuseme aliyefariki pale si mume, kafariki mke. Mume naye anarithi mafungu mawili tu. Ya kwanza, ima atachukua nusu ya mali au atachukua robo ya namba ambayo unaiona chini hapa ikiwa kubwa maana yake ni ndogo. Moja chini ya 2 na moja chini ya 4, moja chini ya 2 ni kubwa kuliko moja chini ya. Na keki hapa nikikata nusu na keki nyingine nikikata robo maana yake 1 2 3 4. Hii keki unapatia watu 4 na hii keki unapatia watu 2. Ipi utachukua fungu kubwa? Moja 2. Kwa hiyo nusu ni nyingi kuliko robo. Huyu mume atachukua nusu kwenye mali ya mkewe ikiwa mke hajaacha watoto. Lakini kama wote wana watoto, mke atachukua moja chini ya 8. Lakini nikisema mke anachukua moja chini ya 8 maana yake aliyefariki nani? Mume. Na nikisema mume anachukua moja chini ya 2 maana yake aliyefariki nani? Mke. Iko wazi shekhe? Tayeb. Mafungu ni mawili tumesema. Ima kuwe na fungu kama fungu ambazo fungu zenyewe ziko 6 au wenye kukomba mali yote. Tufanye mfano ili tuelewa kwa haraka. Amefariki Amina kafariki. Huyu kafariki kaacha baba yake, akaacha watoto wake wa kike. Tumtoe baba ili situchanganye. Tuweke kaacha ndugu yake wa kiume, kaacha ndugu wa, naandika hapa ndugu wa, huyu ndugu wa kiume kwa hawa wa kike, watoto wa kike wanamuita huyu nani? Ukishajua wale kwenye jedwali ni nani, itakuwa rahisi wewe kugawanya. Amefariki nani? Kaacha ndugu wa kiume na kaacha watoto wa kike wawili. Huyu kwa hawa ni nani? Na wote wako hai hawa. Huyu na huyu wote wako hai. Alifariki nani? Dada yake. Hawa watoto wa kike watamuita huyu nani? Wajomba. Basi mshaelewa. Madamu watamuita huyu mjomba. Lakini sisi hatuangalii mjomba anarithi au arithi. Tunaangalia marehemu huyu. Kwa mujibu wa huyu ni ndugu wa kiume. Na huyu kwa mujibu wa huyu ni watoto wa kike. Hapa tunachokifanya, watoto wa kike madama wako wawili, tulisema mtoto wa kike akiwa mmoja anachukua nusu.
Wakiwa wawili na ziada wanachukua 2 chini ya 3. Watachukua 2 chini ya 3 ya mali. Na mali tuseme ni milioni 30. Na hii ile nguzo, nakumbuka nguzo 3 zile. Marehemu, mali, warithi. Sharti huyo mshafariki tumehakikisha, na hawa wako hai tumehakikisha. Sababu huyu ni ndugu kwa huyu na hawa ni ndugu wa hawa. Na wote hawa ni ndugu wa damu. Madama kaacha milioni 30. Tumesema wanaume wote kasoro mume, kanuni ichukua. Wanaume wote kasoro mume ni watu wa kukomba mali. Isipokuwa mume tumesema ima achukue nusu au robo. Hapa mali iliyobakia yote itakwenda kwa nani? Ndugu wa kiume. Naandika hapa kilicho baki. Lakini kaacha milioni 30. Milioni 30 tumesema asul masala tutakuja kujifunza. 3 hapa itakuwa ni 2, hapa ni 1. Milioni 30. Watoto wa kike watachukua milioni 20. Kaka wa kiume atachukua milioni 10. Lakini ninachokusudia mimi ya kwamba huyu hana fungu, lakini hawa wana nini? Hii inaitwa fard au farad, hii inaitwa ta'sib. Ndio kigawanyo cha mwanzo. Hii yote kwa ajili ya mfano. Vigawanyo viko viwili. Kurithi ni aina mbili. Ima kurithi kwa fardhi ambayo ni fungu, naita fungu au urithi kwa kukomba, unakomba mali yote ambayo inaitwa ta'sib. Na tumesema wanaume wote wanaingia kwenye kukomba isipokuwa nani? Mume. Sawa? Lakini hapa haina mambo mengi. Lakini hapa kuna mambo mengi hapa. Hii faradhi, fungu, lazima uhifadhi. Na uhifadhi masharti yake. Sio kesho nakuuliza mume ana fungu gani, kafariki mke kaacha watoto wawili, ukanambia ana 2 chini ya 3. Nakwambia mume hachukui 2 chini ya 3. Ima achukue nusu au achukue robo. Au nakuuliza mume anachukua ngapi, mke hajaacha kitu, ukanambia anachukua 5 chini ya 6. Hakuna fungu 5 chini ya 6. Na mafungu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ni 6 tu. Tutasimama hapo kwa kuzitaja hizi fungu. Darasa ya kesho inshallah, na darasa ni baada ya asr, tutazungumzia moja baada ya moja. Tunaandika fungu ziko ngapi, kisha tunafunga darasa inshallah. Tuseme inshallah. Mirathi yote ni hizi mbili. Ima faradhi au ta'sib. Ima kuchukua fungu au kukomba. Na sisi tutaanza na hii kwa sababu ina mambo mengi. Na faradhi au mafungu kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu ni 6. Ya kwanza ni fungu la nusu. Fungu la pili, nusu ya nusu ni ngapi? Robo. Taandika robo. Hii fungu ya pili. Fungu ya tatu, nusu ya robo ni ngapi? 1 chini ya 8. Haya ni mafungu matatu. Bado matatu mengine. Ya 5 ni 3. 1 chini ya 3, theluthi. Nusu ya theluthi ni 1 chini ya 6, kisha theluthi 2 ambazo ni 2 chini ya ngapi? Chini ya 3. Hii yote hii ndio mafungu kwenye mirathi hii ambayo ni 6. Lakini hii ndio yenye kupasua watu kichwa. Hapa wako wangapi? Wako 5, tutawataja na masharti yao. Hapa wako wangapi? Wako 2, tutawataja na masharti yao. Hapa wako wangapi? Yuko mmoja, tutamtaja na sharti zake. Hapa wako wangapi? Wako 4, tutataja masharti zao. Hivyo zote moja baada nyingine. Tukimaliza hapa inakuwa juu yenu nyinyi kuhifadhi na kujua masharti ili kesho usimdhulumu mtu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.